hizo pesa ni za Sakaja. Nairobi iko katika mikono ya hatari ikiwa kwa mikono ya Sakaja. Kwa majina ni Ruth Shatimba, National Coordinator bunge la mwananchi. Nataka kuongelelea mambo ya kaunti. Kwanza kabisa, kaunti yetu ya Nairobi iko katika hali hatari iwapo bado iko katika mikono ya Sakaja. Juzi hizo pesa zote sijui ni 250 milioni ama zilikuwa ngapi zinapatikana kwa nyumba ya mfanyikazi wa kaunti. Na bwana Sakaja anajifanya ni kama ajui, anajifanya ati sasa anamwachisha kazi. Anamwachisha kazi kivipi? Lazima huyu analo atafutwe atueleze. Mimi naona hii mambo ya hiyo pesa ndio ipatikane kwa nyumba ya analo. Sakaja anajua. Kuna vile ni share yenye walikuwa hizo pesa hata si za ule. Pesa Sakaja anajua na hizo pesa ni za Sakaja. Lazima hii maneno ikuje open. Ikuje kwa mwangaza. Nairobi tunataka kujua. Sakaja wewe umejifanya sana, yani wewe unajifanya wewe unafanya kazi. Kumbe wewe ndio mwizi. Hata heri wakati wa hata heri Songo. Hata heri mwenye alikuwa Kidero. Sakaja umetulete down kabisa. Umetuangusha Nairobi. Hizo pesa hata mimi nashindwa saa hii serikali ya UDA ambayo Sakaja alichakuliwa nayo. Kwa nini bado hawachachukua hawachamchukulia hatua? Vipi wachachukulia Sakaja hatua? Ya hizi pesa zote kupatikana kwa hiyo nyumba. Na tujue kwanza hizo pesa zenyewe hatujui ziko wapi kwa sasa. Isikuwe ukora inataka kutendeka hapo katikati. Hatutaki hiyo ukora kabisa. Nairobi iko katika mikono ya hatari ikiwa kwa mikono ya Sakaja. Johnson Sakaja, wewe ufai hata kushikilia hata nyumba 10 peke yake. Na kuambia mama kama mama Ruth hapa coordinator bunge la mwananchi, umetuaipisha sana. Sasa mimi nataka kusema hivi. Saa hii Nairobi inatakana tucharibu uongozi kwa mama. Tucharibu uongozi ya gavana kwa mama. Kwa sababu hao wanaume wametutenda. Hao wanaume wametuvua manguo hapa Nairobi. Yani kama umeipa hiyo 250 milioni inapatikana kwa nyumba ya mfanyikazi ya county. Ni ngapi ambazo Sakaja ameipa? Ni ngapi ambazo amepeleka kule ng'ambo? Nasikianga amechenga manyumba. Sakaja inatakana aletwe kwa kitabu atuelezee hapa Nairobi na kutudanganya na hizi Capros. Kwanza inatakana tujue ni pesa ngapi? Nani ndio contractor hizo Capros? Kuna wizi inatendeka pale. Sakaja tafadhali. Hapa Nairobi hiyo kitu huwezi ona tena. Nairobi saa hii kiti ya governor tutapea mama. Kuna mama ambaye ninamuelewa na ninamjua kwa ndani. Mama Rosafi, mama Agnes Kakure. Huyu mama ni mama ambaye amelelewa maisha ya shida anayajua. Ni mama ambaye ameifanya kazi ngumu, kazi ya nyumba. Ni mama ambaye anajua shida zenye ziko kwa manyumba huyu mama. Huyu mama akipewa kuongoza Nairobi tutakuwa sawa sana. Kwa sababu mama Agnes Kakure ataelimisha vijana wetu. Mama Agnes Kakure atasaidia vijana, wasichana kwa wavulana. Atawaelimisha hii mambo yenye imejaa mihadarati nini na nini. Ako na uwezo ya kufungulia vijana shughuli mingi. Vijana watakuwa na shughuli wakiwa na Agnes Kakure akiwa ndiye anaongoza kaunti ya Nairobi. Kitu ya pili yenye nafanya nikisema ya kwamba lazima tucharibu huyu mama. Na huyu mama hatutakuwa tunapatisha. Ni mama ambaye ukikutana na yeye, ukienda kwake anakukaribisha. Ni mama ambaye hachakui, ukuwa umevaa aje, ukuwa umeparara aje, ukuwa una pesa. Mama Agnes Kakure hapakui, huwa anasikiza watu. Hiyo inamaanisha kwamba ni mama roho yake ni very clean, ako na clean heart. Na ni mama ambaye anaelewa shida ni nini. Ni pole juzi amepoteza mama yake lakini ni hali ya dunia. Lakini najua mama mwenda zake mama ya Agnes ameenda akijua ya kwamba amewacha mtu ule ambaye atang'ang'ania wana Nairobi. Yani huyu mama Agnes Kakure, Nairobi ikiwa kwa mikono yake, Nairobi iko sawa. Ni mama, mashule itakuwa sawa. Hospitali imagine saa hii hakuna dawa. Tukiwa na mama, hospitali zitakuwa na dawa. Angalia Nairobi vile iko shida. Madaktari hakuna hospitalini.
Huyu mama akiwa governor, madaktari watakuwa. Huyu mama akiwa governor, mashule elimu itakuwa sawa. Walimu wataachiriwa kwa sababu pesa inapeanwa allocation ya kuachiri walimu, lakini watuoni. Wakati tutapea huyu mama governor Nairobi, atafuruka huku na huku kuhakikisha ya kwamba masomo iko sawa, mashule atachenga vizuri, walimu ataachiri kwa wingi, ndiposa watoto wetu wapate kupata elimu inayofaa, kwa sababu ni mama ambaye anaelewa ya kwamba masomo ndio yani masomo ndio kila kitu, hasa sana hapa Kenya na Afrika kwa ujumla. Mtoto asiposoma hana maisha, na huyu mama anaelewa, kwa sababu ni mtu anaelewa masomo ni nini, anaelewa maisha vijana wanahitaji nini, ni mtu anaelewa shida ni nini, ni mtu yani nashindwa hata kumwelezea. Lakini na rai tu wana Nairobi, tafadhali tushikane 2027 na tupe mama Agnes Kakure kiti ya governor. Huyu mama ni Mkikuyu lakini hachakui. Mimi ni Mluya lakini yani hachakui kabla yote Turkana. Every tribe ana ukabila kama ya Kachakwa huyu mama. Hata mimi wanashindwa Agnes Kakure yani ni Mkikuyu ya wapi? Nashindwa kumwelewa kwa sababu hana ukabila kabisa, hana ukabila. Ni mama Rosafi ambaye mimi namtakia. Na mama, toka nje tutembee Nairobi. Toka nje, mimi Ruth Shatimba niko tayari kutembea na wewe. Niko tayari kupika hii mdomo sababu yako mama. Mama, toka nje tutembee, ungarishe Nairobi. Masomo iruti mahali pake. Hospitali ziruti mahali pake. Tafadhali mama, toka nje, okoa Nairobi. Mtu ule anaweza okoa Nairobi ni Agnes Kakure peke yake. Mama, ninajua kwamba 2027 Nairobi itakuwa kwa mikono sawa ikiwa na Agnes Kakure. Hizi shida tunaona, uchafu imejaa Mudhurwa, uchafu imejaa Nairobi. Mama atafakia, na ninajua kwamba huyu mama atafanya Nairobi ikuwe katika high standard. Maji tuko na shida ya maji, kuna area zenye ziko na shida ya maji. Ule ataweza kutatua ni huyu mama, na mama ambaye ni mama roho yake ako na clean heart, very white heart, ambayo hiyo roho yake mzuri ndio anaweza kupepa wana Nairobi wote bila upakuzi, bila kupakua, bila kuchakua. Mama, jitokezee, tutembee, tuombe kura. Lazima utoe Sakaja, na niko 100% sure wewe unaenda kutoa Sakaja, na ni wewe kwa aspirant wote, wewe unafaa, kwa sababu you have all. Agnes Kakure ako na qualification zote.